nafasi kuwakaribisha katika ibada yetu ya Jumapili ya leo kutoka kanisa letu la Pentecostal Church, Shiloh Town Church, kanisa la Kibali cha Bwana, mahali ambako kila mtu anahesabiwa kuwa mtu. Karibu. Nataka nilete somo letu kutoka kitabu cha Nabii Isaya sura ya 43 na mstari wa 18 na 19. Hiyo mistari miwili, kitabu cha Nabii Isaya sura ya 43 na mstari wa 18 samahani na mpaka 19. Kiswahili Biblia inasema hivi: msisumbukie mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, ninatenda neno jipya, sasa litachibuka. Je, hamtalijua sasa? Nitalifanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Haleluya. Mungu alibariki neno lake. Naomba tushukuru. Baba wetu wa mbinguni, Mungu na mfalme, na kuheshimu na kutukuza ni kwa sababu ya nafasi hii umenipa ya neno lako tukaishi kuwa washindi. Katika jina la Yesu Kristo twaomba na kuamini. Amen. Ujumbe wangu leo kwa kichwa za kusahau yaliyopita ili kupokea baraka zile Bwana anaenda kufungulia. Forgetting the past, kusahau yaliyopita. Maisha ya mwanadamu, mtazamaji wangu, uanga imegawa kwa visehemu vitatu muhimu sana, na kila mtu anahusika katika hizo sehemu tatu za maisha. Sehemu moja hauna nguvu ya kuitawala, unakubali jinsi ilivyo. Ya pili, unakuwa na sababu yote ya kubadilisha, na ya tatu, tunaweka tumaini letu kwa Yesu. So sehemu hizi tatu, ya kwanza ni sehemu yaliyopita, the past. Kila mtu ako na nyakati zake za zamani. Kila mtu ako na siku zake zilizopita. Mwaka wa 2019 ni maisha yako, lakini sasa yamepita. 2010, 1969, kama vile tutakuwa tunasema maisha hayo yote ya kale, wewe hauna nguvu juu yake. Hauna vile unaweza sasa kuyabadilisha. Kama ulizaliwa 1969, bado itakaa hivyo, hata ukaomba, hata ukeze, hiyo iko hivyo. Maisha yaliyopita yayo yako na mambo mawili pia muhimu sana ambayo ni vizuri kanisa tuelewe. Jambo la kwanza ni katika maisha ya kale kuna mambo mazuri ambayo yalikuwa ndani. Kuna mambo mazuri ulifurahia hizo siku zilipita. Miaka hiyo imepita, kuna mambo mazuri yalikuwa pale. Kumbuka kuna siku ya graduation yako. Kumbuka kuna siku ulibarikiwa na mtoto. Kumbuka kuna siku uliolewa. Kumbuka kuna wakati ulipata kazi. That was joyous day. Msiku ambayo ulifurahia. Kuna mazuri lakini yamepitwa ama wakati wake umepita. Katika sehemu hiyo bado ya wakati uliopita, kuna maisha mengine ungetaka kukumbuka. Maana kuna siku kulikuwa na shinda. Kuna siku kulikuwa na kilio. Kuna siku kulikuwa umesumbuka. Mateso ilikuwa imekusingira. Ulikuwa umewekwa kwa kona mahali. Kesi ilikuwa inakungoja. Umefutwa kazi. Umesimamishwa. Biashara imefungwa. Kuna siku ambayo ungetamani. Hata zaidi tunaongea na wewe unasema ni kweli pastor. Kuna siku singetamani hata ikakuje. Lakini nakutia moyo leo kwamba hiyo siku bado imepita. Na hayo yote yalitendeka. Mabaya, machungu, maofu, au una nguvu saa hii ya kuyabadilisha. Kama ilitendeka. Na hivyo ndivyo nataka kusema leo kwamba hiyo sehemu ni sehemu iko na watu wengi. Kwa wengi ni sehemu kubwa sana. Hata ni kubwa kushinda yale tutaishi. The past can be long. Una maisha, miaka ile umeishi hiyo yote, mambo hayo yametendeka. Lakini nikutie moyo, hayo yalipita. Tunayaita yaliyopita. Tunayaita
yaliyopita. Kwa hivyo hatuwezi kuwa tunasumbuliwa na hayo yote. Kuna sehemu nyingine ya maisha. Sehemu hii inaitwa the present. Wakati ulioko saa hii. Kama kwangu saa hii, mimi saa hii leo, my present, ninahubiria watu. That is my present. Na present pia iko na mambo pia kama ile, lakini katika sehemu ya present ama ile iliyoko saa hii, tuna sehemu tunaweza ajibika. Kuna mtu saa hii anaweza kuwa asikii vizuri. Kuna mtu saa hii anaweza kuwa ni mgonjwa. Kuna mtu saa hii tunahubiri anaweza kuwa anaomboleza. That is the present. Na saa hii hakuna vile unaweza kusema present itakuwa nzuri tu. Ina mabaya yake, ina mazuri yake. Like for the nation of Kenya, for the world at large, hatuwezi kusema saa hii maisha iko sawa. Hapana, the present life right now is wanting, kwa sababu tuna janga la COVID-19 limetusukuma na tuko ndani. But what are we doing? Hii katika siku zilizoko, the present life, maisha yaliyoko, kuna jambo tunaweza kufanya. You can change the present by adapting what is there. Unaweza kukubaliana na yale yako, ama uamue wewe utakaa vingine. What am I trying to say? Kuna mtu anaweza kuwa analia dakika hii, lakini leo hii si lazima uendelee kulia. Unaweza amua ukatae kulia. Unaweza kuwa dakika hii unahuzunika, unaweza kuamua leo hii sitaendelea kuhuzunika. You can change your present, kwa maana it is your responsibility. Tunasemanga present ni juhudi, ni your responsibility, ni uko na kazi ya kufanya pale. You can change. Ulikuwa unaenda pande hii, unaweza geuza useme kama nimeenda pande hii for masaa machache na nimeona hakuna tumaini, unageuza. Unaweza kuona unaenda kugonga mwamba, unasimama mahali pale, unageuka ili usiendelee. You can change your past so that you can affect your future. Lakini ile ya kwanza tumesema you cannot change your past. Lakini present, and I'm talking to somebody, maybe today you are in the present which is not good, lakini unaweza badilisha. Unaweza kuamua hivyo. Na ndipo sasa Biblia inatuambia let the weak say I am strong, kwa sababu ya yale Bwana ametenda. Let those who are poor say they are rich. Unaweza kuanza kujitangazia leo kwamba mambo yanaenda kubadilika. Nataka nilete sehemu ya tatu ya maisha yetu. Na hii sehemu ni muhimu sana, na ndio nataka ujumbe wetu ulenge. Biblia inasema imetuambia kwamba tusahau yaliyopita. Kama tutasahau yaliyopita, tutaconcentrate na nini? Tutaconcentrate na maisha yanayokuja. So I want to share with you maisha yatakayokuja, maisha ya baadaye, maisha ya kesho. Kesho yetu itakuwaje? That is my point. Na kabla sijaleta hii, wacha niitie nguvu kwa kifungu kimoja ambacho tunapenda sana katika kitabu cha nabii Yeremia sura ya 29 na mstari wa 11. Mtazamaji, kuna neno hapo ambayo kila mshirika anapenda sana na inakuanga nzuri, hata mimi naipenda. Maana inasema hii: maana nayajua mawazo ninayo wazieni ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho, to give you hope in your future. Praise be to God. Hiyo maisha yale nataka tunenee leo. Biblia inasema habari ya maisha yajayo, na Mungu anasema kuna mpango anayo. Kwa hivyo nataka sasa sehemu ya tatu, hiyo ni maisha yajayo. Maisha yajayo yana mambo kadhaa pia. Wacha nikwambie, kwa maana nimepata leakage kutoka kwa Mungu leo. Maisha yajayo yako na mambo mazuri. Maisha yajayo si lazima yawe mazuri kabisa. Kuna mambo mabaya yako pale. Kwa sababu gani? Uko mbele tunaenda, shetani bado ako. Kesho hata siku zijazo, devil is there until the world is no more. Wakati dunia itamalizwa na mambo yake, ndio shetani tutamuondoa. So na wakati tunapanga mambo mazuri, kuna mwingine anatupangia mambo mabaya. Na ndiposa nimeanza kusoma na mstari, kwa sababu sisi ni wa kanisa la Bwana. We belong to Christ.
Kuna mambo ametutia moyo, anawaambia. Imagine anapoambia Israeli wako katika utumwa katika Babyloni, na anawaambia mtakaa hapa, lakini baada ya miaka 70 nitakuja kuwatoa. I will come and move you from the captivity. Anasema wakati, kwa maana mimi ninajua mawazo ninayowazia. Na anasema hii mawazo ni ya kutupea, ni ya furaha, si ya mabaya, ya kutupea tumaini, hope in the future. So God is planning, is thinking, is in the office planning for our better future. Ninataka kutia mtu jambo hapo. Sisi Mungu akiwa kwa ofisi yake, kuna kile anatuwazia, na kile anatuwazia ni mambo mazuri ya kutupea tumaini. Na anasema hivi katika mstari wa 40 na sura ya 43 mahali tulisoma Isaiah, na mstari wa 19, kwa maana mimi ninatenda jambo jipya. Nataka kuongea juu ya jambo jipya. Jambo jipya ni kumaanisha hilo jambo jipya, hilo si kama lile umepitia, si kama lile unafanya dakika hii, si kama lile uliona last year, si kama lile uliona last month. He is doing a new thing. Anafanya mambo mapya. Na nimekuja kujua, wapendwa, tunapendanga mambo mapya. Fashion mpya tunapenda. Hata design mpya za gari, new fashion, new models. Hizo new. Ndizo sisi tunataka kutembea. Sasa I am putting you on what you love so much. God anaenda kutenda jambo jipya. Na hilo jambo jipya nimekuambia, futa ile umeona last year. Futa ile uko nayo saa hii. Kwa maana hii ni ya future. Na inatuambia nini? Katika future anatupea siku za nyuzoni zenye tumaini. Kesho yetu yenye tumaini. A hopeful tomorrow in the name of Jesus Christ. Jambo jipya ni tofauti. If it is new, then it must be different. Hawezi kuleta ile ya jana. Akileta ile ya jana itakuwa new. Akileta mpya itakuwa tofauti. So I am saying, stop imagining hiyo unafikiria hiyo ilikuwa ya jana. Kuna jambo mpya anaenda kutenda. At least it must be improved. Kwa maana anatuambia hilo jambo jipya litatupea tumaini kwa siku zetu za baadaye. I am prophesying leo, Mungu lile jambo anatuwazia kututendea kama taifa, kama kanisa, kama familia, kama wewe binafsi, kama wafanyikazi, kama kampuni. There are things God is planning for us. Kuna jambo anaenda kutenda, na hilo jambo Biblia inatuambia lazima liwe litatupea tumaini. Kwa maana amesema that which will give hope in the future, to give you a hope and a future. Siku zenye tumaini. Ukiwa jambo lile lilikuwa pale mlikuwa manaro jana, la rastia alikukusaidia, lile Bwana anaenda kutenda baada ya hii, lile Mungu anaenda kutenda kesho yetu, ni jambo litatupea tumaini. Hata tukiwa na hapa tutasema tukiwa na hii tutafaulu. Nafikiria wale ambao ni watu wanatumianga magari. You don't move from one model which haikuwa inakuwezesha kubeba mizigo, kufanya kazi yako, alafu uende to a poorer one. Hapana, you advance as they come stronger. So I am saying for a new thing that the Lord is doing, ni ile itatutia nguvu na itafanya tukaweze kufaulu. Na maandiko inasema nini katika hiyo sura ya 43 mstari wa 19? Inasema hivi, nitaenda kufanya njia jangwani. Ninaenda kufanya njia jangwani. Jangwa ni nini? Jangwa is an unproductive land. Ni mahali kukavu, mahali kwa mawe, mahali kwa jua, mahali hakuna watu wangependa hata kugawiwa mashamba huko ama kununua. That is the praise God is saying. Right now I am making highway, I'm making roads, na kutengeneza njia katika jangwa. Ninaenda kufanya huko mahali. Kwa nini anaenda kufanya hivyo? Anaenda kufanya hivyo kwa sababu mstari wa 19 bado unasema kwamba anafanya mito ikatiririke nyikani. He is causing rivers of water in the wilderness. Huko ambako hakukuwa na maji, huko hakukuwa na uhai, huko hakukuwa na nini, Bwana anaenda kufanya leo hii kukawe na maji. What I'm trying to say, church, is, and the listeners who are listening to me, ni kwamba yale umepitia yamekunyima raha, yamekukosesha amani, yamefanya macho yako yakapofuke, na sasa
hii ni kama unaanza kuwa na wasiwasi. COVID-19 imeingia, imebroko ile ulikuwa nayo, imefanya usimamishwe kazi, imefanya biashara zetu zifungwe. Wapendwa pastor, kanisa zimefungwa. But what the Lord is going to do, what the Lord is going to do as I preach in the name of Jesus Christ. Maana Mungu si mwanadamu. Anasema na anatenda. And I'm certain of what he has said today. Kwa maana hii si ati iliandikwa amenizungumzia. Tell them I am doing a new thing. But they have one condition to do. Kuna masharti moja Bwana amesema. Amesema hivi, usiyakumbuke ya kale. Don't remember the past. Don't meditate about them. Why? They will rob your future. Itakufanya ukoze yale Mungu anaenda kufanya. Let me tell you, a past is the enemy of the future. Yale yaliyopita ni adui wa yale Mungu anaenda kufanya. Ni kwa sababu yale yalipita, mengine hata kama yalikuwa mazuri, yanaweza kufanya wewe usione kama kuna mazuri mengine. Nimewahi kuongea na watu na wakanifurahisha. Ati wanasema sijawahi furahi kama leo. Ati leo ndio wamefurahi mwisho. Na unajua ni kwa sababu they don't have any other memory. But if I am to tell them today is that you are going to laugh more. Unaenda kucheka zaidi kwa sababu Mungu kuna jambo jingine anaenda kutenda. Na hili jambo litakupea tumaini katika maisha yako. I am prophesying lile Mungu anaenda kufanya kwa kanisa. Lile Mungu anaenda kufanyia mshirika wewe. Lile Mungu anaenda kufanyia ndugu aliye pale. Litampea tumaini miaka ijayo. Sio 2030, 2050, 2090 tunaenda kupata jambo ambalo litatutia tumaini. We shall live hopefully that hatutashindwa. Kwa hivyo COVID-19 haimalizi tumaini letu. I am encouraging somebody. Leo hii inaweza kuonekana na inasikika hata ni kama wanasayansi wanasema hii COVID-19 kama itaisha itakaa miaka 2. Hiyo miaka 2 hiyo ni yao. Yeremia 29 na mstari wa 11. Haya, ni vizuri hata ningeanza mstari wa 10 ili upate maana vizuri ya mstari wa 11. Biblia inasema hivi mstari wa 10. Maana Bwana anasema hivi, Babeli utakapotimizwa miaka 70, nitawajia ninyi na kulitimiza neno langu njema kwenu kwa kuwarudisha mahali hapa. Maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, na ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Hallelujah. Huyu ni Mungu ananena kupitia Yeremia kwa watumwa wakiwa Babeli. Na ukiwa utumwani, in the captivity, ukiwa katika utumwa, si mahali pa kuenjoy, si mahali wanaongelezewa in their present. Walikuwa present hiyo wako utumwani. Maisha yaliyoko kama vile ninaongea na wewe. Anasema ninajua, lakini miaka 70 ikishatimia nitakuja niwaondoe, niwatoe. Anawaambia kuna miaka ya kusubiri, na ikimalizia nitakuja niwatoe, niwarejeshe mahali hapa, asema Bwana. Kwa sababu gani atafanya hivyo? Kwa sababu ninajua mawazo ninayo kwa ajili yenu. Na anasema hii mawazo ninayo kwa ajili yenu ni mawazo ya kuwapea amani, mawazo ya kuwapea tumaini katika siku zenu za baadaye. Hallelujah, glory to God. Ninataka kutia mtu moyo mahali hapa. Sehemu ya kwanza ya maisha ya kale imekuwa mbaya. Imekuwa historia ambayo hata ungetaka watu wajue vile ulikuwa. It is bad. Lakini hata leo hii tunaongea na wewe huko katika mahali mengine hata saa hii ufurahii. But I thank God mwenye kukuumba na mwenye kukuokoa. Praise the Lord. Jambo jipya ni tofauti. It's different. Praise be to God. Hallelujah. Nilikuwa naongea juu ya jambo jipya lazima liwe improved. Nasema itakuwa improved and advanced. Kwa maana katika Yeremia ametuambia na katika mawazo aliyo nayo ni mawazo ya kutupea tumaini. Praise the Lord. There you will not be hopeless. Utakapokuwa katika maisha ambayo yanakuja. Ninayosema yanakuja ni kesho. Ninayokuja ni Juni.
inasema ni mwezi wa 7, kabla ya mwaka huu ishe, kuna maisha tuko nayo, na hiyo maisha Bwana anasema yatakuwa ni maisha yenye tumaini. We shall not live hopeless, we shall not live desperately, we shall not live unfocused, we shall have hope. Tutakuwa tunatarajia na tunategemea na tunatumainia, kwa sababu yeye mwenyewe ndiye anasema. Na wakati Mungu anasema, anakuwazia mambo mema. Pokea hiyo. What is the Lord going to do? Biblia imesema hivi katika kitabu hiyo ya Isaya tumesoma kwamba anaenda kutenda jambo jipya. Mnaliona? Can you perceive in the spiritual? Mnaweza kufungua macho ya kiroho muanze kuona hayo mambo ambayo Bwana anaenda kutenda. Hata katika taifa la Kenya after COVID-19 kuna mambo mnaona Mungu anaenda kutenda. Ninaongea na mwanafunzi wa darasa la 8, ninaongea na mwanafunzi wa kidato cha 4, ninaongea na mzazi ambaye ana waziwazi mtoto huyu mtihani utakuwa namna gani. Stop thinking about that and focus on the good thing that the Lord is going to do, because what is he saying? Anasema ninaenda kutengeneza njia jangwani. Ninaongea na mtu ambaye kuna ukavu, kuna jangwa, hakuna tumaini la maisha, lakini today in the name of Jesus Christ, Mungu ameahidi, na kama ni Mungu ameahidi na kuhakikishia itatendeka. Kama ingekuwa mchungaji wenu, ningekwambia hiyo jihadhari. Kama ingekuwa MP wenu vile namjua, ningekwambia hapo mko kwa shinda. Kama ingekuwa ni kiongozi wenu, ningekwambia kuna shinda. But this time it is God, and when it is God, I can assure you kuna jambo linaenda kutendeka ambalo litafanya huko ambako hakukuwa kuna tamanika kukatamanike. Nilikuwa na tafakari juu ya mawazo ambayo one philosopher aliongea juu yake. Akasema watu wale wenye akili kidogo, hao watu wenye akili kidogo sana, hao watu hawana mambo ingine wanajua na wanatafakari na kuongea mambo ya watu. They talk about people. Utasikia hawa ndio wasengenyani kwa kijiji, kwa kanisa, kwa kazini. The simple mind wanaongea tu habari ya watu. Wanasema uliona vile nguo alivalia, uliona vile, sasa wameanza kubehave, umeona. Hiyo ndio wataongea. Praise the Lord. Na wale wako ordinary mind, ya kawaida tu, hii ya kawaida, hao wanaongeanga juu ya event. Kama saa hii watakwambia vile curfew inaenda, vile quarantine itaenda, vile COVID-19 itaenda. Hivyo ndivyo wanaongea, vile mlikuwa kwa sherehe, vile kanisa zimefungwa. Those are the event, wataongea mambo hayo. Lakini kuna mawazo makuu, the intelligent, wale wako na mawazo makubwa. Biblia msomaji huyo the philosopher alisema hao uongea juu ya ideas, mambo yale wanaweza kuinvest, vile wanaweza kupanua, vile wanaweza find opportunity. I am charging you my brother, inuka kwa mawazo ya kale, acha kuongea yale yamepita, and focus on what the Lord is doing, because what the Lord is doing, hiyo ndio inatumaini, kwa maana inatupea amani. Praise the Lord. Na najua tuna watu hatuna amani, kwa familia hatuna amani, kazini hatuna amani, hata taifa mkiuliza rais wetu atawaambia kuna mambo ya waziwazi, kwa maana mambo yaendi sawa. Lakini leo Mungu anaenda kutenda jambo, na anatenda jambo jipya, na hilo jambo jipya ndilo nataka tungoje, ndilo nataka uinue mawazo yako, mikono yako ya imani kungojea kutoka kwa Bwana in the name of Jesus Christ. Huko hapo cancel all what you have heard. Wakikwambia mlisaliwa, mwambie ndio, lakini kuna jambo ninangojea Bwana anaenda kutenda. Mwambie wewe anakuambia ulikuwa mkora, hata ni nyinyi mlipokonya samba yetu, mwambie ndio, lakini leo nangojea lile Mungu anaenda kutenda. Funga macho tuombe pamoja nawe. Baba wetu wa mbinguni, Mungu na mfalme, ninakuheshimu na kulitukuza jina lako. Nainama na nainuka mbele zako Mungu ishie milele. Maana neno lako mfalme ni kamili na limetoshelesha kila jambo. Bwana, nimesahau na naomba ukatusaidie kusahau yaliyopita. Yaliyopita yalikuwa mema, lakini hayana sehemu kwa yale yanakuja. Yamekuwa mazito, yametufunja moyo, lakini hayana nguvu kuzuia tukapokee baraka. Naomba leo katika jina la Yesu Kristo, kwa maana ya msikilizaji wangu, kwa maana ya mtazamaji wangu ambaye amenitazama na kunisikiliza kwa imani kwamba kuna jambo unatenda, hilo jambo likamfikie, likamtendekee in the name of Jesus Christ. Akapate amani moyoni mwake, akapate amani kazini, akapate amani nyumbani na katika maisha yake, na pia akaishi kutoka dakika ya leo maisha yenye tumaini. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Hallelujah. Praise the Lord. Nachukua nafasi tena, msikilizaji na mtazamaji wangu, kukaribisha kwa ibada zetu
EPC Shiro Town Church, a place where everybody is somebody, a house of favor. Jumapili wakati kanisa zitafunguliwa, fanyika moja wetu na utafanyika baraka. Mungu akubariki unaposimama na kipindi kupitia the PayBill number ile tumeandika pale, na pia kwa SMS wale wanahitaji maombi, just write your name and then tuambie maombi, tutakukumbuka siku yetu ya maombi. Mungu awabariki. Karibuni tena.